Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Jumatatu ya tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, kauli ya Matundura ni kwa nini imani ya wananchi kwa rais inadorora kila uchao? Juzi naibu rais Kithure Kindiki aliwakosoa viongozi wanaoshindwa kutimiza ahadi wanazotoa kwa rais. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Kindiki alisema mienendo ya kuwadanganya wananchi na baadaye kuwarudia kwao kuwaomba kura lazima ikomeshwe mara moja. Alisisitiza kuwa viongozi watoapo ahadi ni sharti wahakikishe zimetimizwa kwa vitendo. Kauli ya Kindiki inasadifiana matamshi ya Rais Ruto kuhusu ufadhili wa elimu nchini. Kuanzia sasa, mwanafunzi yoyote mradi tu amefaulu mtihani na kuteuliwa kujiunga na taasisi au chuo kikuu, atafadhiliwa kuafikia elimu ya juu. Sasa tuna mfumo utakaomlipia kila mwanafunzi, akasema Daktari Ruto. Mpaka sasa, Wakenya wengi wanatilia shaka kauli hii ya rais kwa misingi kwamba ahadi nyingi alizowahi kutoa mbeleni hazijawahi kutimizwa mpaka sasa. Hali hii imesababisha kupungua kwa imani ya wananchi katika serikali. Data kutokana na asasi za utafiti za TIFA inadokeza kwamba Wakenya wengi hawamwamini tena Rais William Ruto. Kwa nini? Kwanza, tathmini inaonyesha katika mamia ya ahadi alizotoa wakati wa kampeni kutangulia uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ni chache tu walizokwisha kutimiza. Pili, serikali inawatoza wananchi kiasi kikubwa cha ushuru. Hatua hii inakera kwa sababu rais alipokuwa akisaka urais alijisawiri kama mtetezi wa wanyonge na watu wa kipato cha chini. Alijinasibisha sana na mahasla na kushabikiwa sana kwa mfumo wa kiuchumi wa bottom up. Alivunja ahadi hii pindi alipotoa mamlaka. Rais anatoa ahadi za kufadhili kikamilifu wanafunzi wa vyuo vikuu katika kipindi ambapo taasisi ya utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu HELB ina nakisi ya takriban shilingi bilioni 57.65. Kosa jingine ambalo yamkini analifanya Rais Ruto ni kujinaki kwamba kwa vyovyote vile atashinda kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Huenda hajagundua umaarufu aliokuwa nao mwaka 2022 unapungua kila uchao kwa sababu anasema sana kuliko anavyotenda. Katika kugairi misimamo yake mikali kuhusu sera zinazoumiza wananchi, zikiwemo kukubali kubadilisha mfumo wa ufadhili wa wanafunzi katika vyuo vikuu, yaelekea Rais Ruto anatumia mbinu ya saikolojia kinyume, reverse psychology. Hii ni mbinu ya kiushawishi ambapo mtu huleta jambo lililo kinyume kabisa na kile anachokitaka, akitarajia mtu au watu wengine kupinga pendekezo lake na badala yake kufanya jambo unalolitaka hasa. Kwa mfano, ni kweli kwamba serikali haijui magenge au wahuni wanaoshirikiana na polisi kuhangaisha wananchi? Itakuwa hatari kwa Rais Ruto kuendelea kutoa ahadi hewa kwenye kampeni kutangulia mwaka 2027. Utekelezaji utafaa zaidi. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.